Naam, kila kunapokucha ndio mwanzo wa majukumu mapya na mwenye jukumu wa kuitengeneza kesho iliyo bora ni wewe mwenyewe. Ni Aprili 30 mwaka 2026. Leo ni siku ya mwisho kwenye mwezi huu wa 4. Haujambo mtazamaji na karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi. Hiki ni kipengele chake cha Jahara sehemu ya kwanza, ambapo leo hii tunaangazia mchango wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana katika kuinua kipato kwa vijana. Tutakumbuka kwamba ni juzi tu hapa wizara hii imeanzishwa, tukwahi kuwa na Wizara ya Vijana. Hivyo basi tutaangazia kwa kina kwamba ni kwa namna gani sasa wizara hii imekuja na mchango kwenye kundi hili la vijana. Kama ambavyo tunafahamu pia vijana ndio nyenzo na nguvu kazi ya taifa. Hivyo basi uwepo wa wizara hii inawasaidia kwa namna gani? Naitwa Emmanuel Mwela na hapa studio niko naye Samson Marcos. Yeye ni mkurugenzi mtendaji wa Apple Craft Company Limited, kampuni ambayo inajihusisha na usajili wa biashara lakini pia masuala mazima ya ushauri na usimamizi kwenye engo hiyo ya biashara. Hivyo basi tutaangazia kwa kina humo tukijadili kuhusiana na wizara, lakini pia nao mchango wa taasisi hizi zina mchango gani katika kuhakikisha basi vijana wanaweza kujikimu na kuinuka katika vipato vyao. Basi mtazamaji, nikukumbushe tu Instagram tunapatikana kama Mlimani TV Official, lakini YouTube tunapatikana kama Mlimani TV UDSM. Karibu basi tuambatane sote mpaka pale ambapo tutakuwa tukikupa mkono wetu wa kwaheri ndani ya kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Bwana Samson, karibu tena kwa mara nyingine Mlimani TV. Asante sana. Ni mara nyingine tunakutana ndani ya Mlimani TV. Ndio. Sawa, kwa ufupi sana tuanze kwanza kwa kufahamu Apple Craft Company Limited ni kampuni ya namna gani na inajihusisha na nini hasa? Okay, Apple Craft Company Limited ni kampuni ambayo inajihusisha na usajili na ushauri wa biashara. Ni kwa namna gani mtu anaweza akafanya biashara akiwa salama bila kuwa katika mgogoro wowote wa kisheria, pamoja na masuala ya usajili ikiwemo kodi na kadhalika. Kwa hiyo tunafanya usajili wa biashara aina mbalimbali na miundo mbalimbali, iwe ni makampuni, biashara binafsi au biashara za ubia. Lakini pia tunasajili makampuni, microfinance wanaofanya biashara ya kukopesha fedha, majina ya biashara, tunasajili logo, alama za biashara, tunasajili viwanda vidogo na kadhalika. Na bila shaka pia kundi kubwa la vijana wamekuwa mkipokea kwenye hilo. Sana. Vijana wengi wamekuwa wakitupa ushirikiano na wengi vijana kama unavyojua sasa hivi wameamka, wanashiriki biashara ipasavyo. Kwa wanasajili, wanawekeza. Of course wako vizuri. Sawa, unafahamu nini sasa kuhusu majukumu ya Wizara ya Vijana katika kuwainua vijana kiuchumi na kuwawezesha kuongeza kipato chao? Okay, of course kama tunavyofahamu Wizara ya Vijana ni wizara mpya ambayo ilianzishwa na Mheshimiwa Rais. Ndio. Na nafikiri imekuwa ni tumaini kubwa sana kwa vijana kuona kwamba angalau serikali inaweza ikafanya kitu kidogo kwa ajili yao. Na imekuwa inaanza kuonyesha matumaini ya mapema. Unaona kupitia program zake zinazofanywa ikiwemo kuwezesha vijana kielimu. Ndio wanatoa semina mbalimbali za ujasiriamali, lakini pia wanatoa fursa za mikopo ambapo wazungu wanasema better little than never. Umeona wizara ilipoanzia sawa imetoa kiasi fulani cha mkopo, si ndio, ambayo watu wanategemea kupata, si ndio, kwa kuzingatia qualification fulani. Lakini ni mwanzo mzuri. Tunaamini mpaka miaka 2-3 kwa sababu mapato yanapanda na yenyewe vile vile itapanda, na nafikiri vijana wengi watanufaika. Kwa hiyo mimi naiona kama nuru mpya, fursa mpya, lakini na tumaini jipya kwa vijana wengi wa Kitanzania wanaopanga kushiriki kwenye ujasiriamali, uwekezaji na biashara. Pengine itakuwa ni mkombozi kwa kundi hili la vijana. Yes. Sawa, vipi kuhusu ile mikopo ambayo inatolewa na wizara hii kwa ajili ya kuwahudumia vijana? Pengine wanawezaje vijana kunufaika nao moja kwa moja? Mpo ninyi taasisi ambazo mnahusika na swala zima la usajili wa biashara. Kijana sasa anawezaje kunufaika na mikopo? Yani kijana anavyoweza kunufaika kwa mikopo kwanza ni kujitune, umeona, kujiandaa na hiyo fursa. Kwanza ajue hiyo fursa ipo na ni fursa ya wazi, kijana yoyote anaweza kushiriki. Sasa namna nzuri ya kujiandaa kunufaika na hiyo fursa ni kuhabarishwa. Lazima uwe na taarifa, si ndio?
wanasema taarifa tu ni hatua ya kwanza ya kutengeneza hela, si ndio? Taarifa zipi na ni kwa namna gani hizi taarifa unaweza kuzipata? Taarifa kwamba kuna mkopo labda unatolewa, si ndio? Deadline, qualifications, si ndio? Wote wakifahamishwa vizuri, hiyo ni hatua ya kwanza ya mafanikio ya wizara. Unaona, kama juzi walitangaza wametoa bilioni 200, si ndio? Kwa hiyo watu waombe. Kwa hiyo ile kwanza ni taarifa ambayo ni hatua ya kwanza. Sasa kijana ili ajiandae, kwa mfano hatuna uhakika, lakini kwa mfano mwakani labda wizara inatoa labda mkopo wa bilioni 400 kwa mfano, si ndio? Vijana wakiwa wameshafahamu, ataandaa wazo mradi mapema, si ndio? Ataandaa taarifa zake mapema. Umeona? Ataandaa ule mradi na mpangilio mzima, budget anahitaji kiasi gani, ambayo inakuwa rahisi. Kwa hiyo tangazo likitoka tu immediately pale na yeye anaomba. Kwa hiyo kwenye hili Bwana Samson, haya yote ambayo unayazungumza kwamba kijana kwanza inabidi apate wazo, lakini pia ajue anaenda kufanya nini. Ndio. Tunayafanya kabla ya kwenda kuchukua mkopo, ama akishachukua mkopo ndo baadaye anaanza kuwaza hiki? Of course lazima ufahamu kabla. Utekelezaji sasa ndo utasubiri mkopo, si ndio? Hata kwenye biashara ya kawaida tu, si ndio? Biashara inaanzia wapi? Unaweza ukajiuliza. Biashara inaanzia kichwani kwa mtu, kwenye wazo. Kwamba bwana, mimi nimeona fursa hapa, si ndio? Kwamba hakuna sabuni za kutosha, natakiwa nitengeneze sabuni. Sabuni zinatengenezwaje? Anachukua muda kujifunza, anafuatilia, si ndio? Material unapata wapi? Anafahamu. Anakadiria labda hapa kwa mfano nikitengeneza sabuni labda miche 100 kwa siku, nitauza ngapi, si ndio? Nitauza 50. Unaona, zile hesabu zote lazima uwe umeziandaa kichwani, kwa sababu wanasema wafanyabiashara wakubwa wanasema issue ya mtaji huwa ni muhimu, lakini ni jambo dogo sana. Kitu kikubwa ni mindset ya mtu. Lazima umkute mtu yuko tayari hata kiakili. Unaona, mtu yuko tayari kutoa muda wake ajitose kwenye ile biashara, lakini sasa anakosa nyenzo ya kwamba anaanzaje. Kuna watu hawana vyote, hana wazo lakini hana mtaji, lakini kuna watu wako tayari, wana mawazo mazuri, anakosa mtaji. Sasa pale ndio unakuta wizara ikijitahidi kuchambua vizuri, wanaweza wakawa na mafanikio makubwa, kwa sababu watawekeza kwa watu sahihi ambao wamejiandaa, na zile hela zitazaa, zitarudi na zitasaidia wengine. Sawa. Na mwitikio wenyewe wa vijana upoje sasa, kwamba mikopo inatolewa kwa vijana, tayari wameshatengewa mikopo yao kabisa, kwamba huu unajulikana kwa ajili ya vijana, lakini pia zipo platforms ambazo zimeanzishwa kama vijana platforms. Mwitikio sasa wa vijana kuweza kunufaika na fursa zote hizi kwenye hii wizara upoje? Of course, kwa sababu hatuna data za wizara kabisa, lakini tunazungumzia jamii ndogo ambayo sisi tunaihudumia, si ndio? Wateja wachache ambao wametufikia. Mwitikio ni mkubwa sana. Kwa mfano sisi tulikuwa tuna kipindi cha mkopo ule, tulikuwa tunatoa huduma ya kuwaongoza. Tulisoma zile qualification na requirements zote, tulikuwa tumeelewa, tukajaribu, tukafanya na sisi, umeona lakini pia tukatoa tangazo, sasa jamani, tunatoa usaidizi, si ndio? Kwa watu wanaotaka kuomba, kuwaelewesha, kuandalia wazo mradi. Yeye anasema mimi hapa kwetu nataka niuze nafaka. Anaandikiwa sasa lile wazo la kuuza nafaka. Kwa katika lile tangazo tulilitoa kama siku 3, lakini tulipata vijana zaidi ya 400. Kwa hiyo wizara pia imenufaisha hapo Craft Company Limited. Of course na sisi tumenufaika. Tumenufaika, ni fursa, kwa sababu na sisi ni vijana. Fursa ni ya kwetu, hii ni ya wazi, kila mtu anaweza kuparticipate, na sisi tulichukua kama fursa. Kwa hiyo vijana tuliona wengi sana walijitokeza, na vijana wengi wana utayari na wamepokea sana matunda hayo, si ndio? Yaani wanafurahishwa sana kuona kwamba at least sasa wizara yetu inaweza ikafanyaje, ikaanza kutuhudumia. Unaona, kwa wengi wana mawazo mazuri. Yaani kuna wazo la mtu unalisoma mpaka unasema huyu angepata mtaji kweli, angechangia kitu, umeona, angelipa kodi, angeajiri watu. Yes. Sawa. Tuzitazame sasa fursa zote kwa ujumla ndani ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Ni fursa zipi ambazo moja kwa moja zimekuja kuibuka? Kitu cha kwanza ni elimu.
Umeona kwa sababu unaona wizara sasa inaendeleza some programs ambazo zinaenda tunaweza tukaita capacity building. Umeona zinamtuni kijana, si ndio kuanza kuengage kwenye masuala ya ujasiriamali, si ndio kwa sababu kama unavyojua elimu, yani wasomi wengi wa Tanzania wengi wanasoma kwa perception ya ajira. Unaona kwamba mimi nikimaliza vyeti vyangu nitapeleka sehemu niajiriwe, nifanye kazi, nilipwe mshahara. Unaona sasa wizara inajaribu kuwatoa watu, si ndio kuwafungua kwamba hapana, sio lazima uende kwenye sekta maalum. Unaweza wewe ukaja kwenye hizi sekta za kawaida, si ndio, sekta binafsi, sekta za ujasiriamali, ukaendeleza wazo lako, ukahudumia jamii, ukapata kipato. Unaona sasa inatoa training kwa, nasema fursa ya kwanza ni elimu, si ndio lakini fursa ya pili, si ndio, ni kuunganisha vijana. Unaona hiyo pia ni fursa, kwa sababu vijana maana yake tuna kitu chetu, si ndio tuna wizara yetu inatutambua baadaye, na tunaamini wizara itakuwa ina database yetu, itakuwa ina taarifa za vijana wote, maendeleo ya vijana. Umeona lakini mwisho wa siku pia fursa nyingine ni hiyo backup ya mikopo. Unaona kwa sababu wizara ikitoa mikopo ikitumika vizuri leo ikarejeshwa, maana yake itasaidia na watu wengine, na tuna imani sana na serikali yetu, mapato yanapanda, na wanaweza pia wakaongeza fungu kulingana na bajeti inavyokuwa, lakini na maendeleo ya wizara hiyo. Yes. Kwa hizo ndio fursa kubwa ambazo naziona. Na vijana wanafeli wapi hapa? Mkopo tayari anao kijana. Anafeli wapi sasa, kwamba ameomba mkopo kwa ajili ya kuendesha mradi fulani. Imefikia mahali amefeli. Changamoto hapa inakuwa ni nini? Sasa pia sio vijana wote wana mawazo sahihi. Umeona wengi unakuta labda hajafanya utafiti au hajawahi kuanza kufanya biashara mwingine, na hiyo pia hata sisi tuliona kipindi cha maombi ya mkopo. Vijana wengi unakuta ameamua tu kutengeneza wazo kwa sababu tu ya kuomba huo mkopo, lakini hakuwa ready hapo mwanzo, hakuwa na hilo wazo kabla. Unaona sasa hii inaashiria nini? Inaonyesha tayari hii ni dalili ya mtu hata akipewa ule mkopo pengine asiutumie vizuri au usifikie malengo. Unaona kwa sababu kama mtu hakuwa na wazo lolote la biashara yupo mpaka asikie tangazo kuna mkopo unatolewa ndo atengeneze wazo haraka, tena anawaza niandike nini. Unaona manake tayari ni dalili kwamba hiyo hela ipo kwenye riski hata ukimpa. Unaona kwa hiyo vijana wengi unakuta kutokujiandaa. Unaona wengi wanaamini kwamba kitu paka nianze, paka niwe na bulk amount, yani niwe na mzigo wa hela ule ndo nikafanye sasa nitafute kitu fulani, nitafute wazo nilianzisha hapana. Lakini kuna vitu ambavyo unaweza ukasort mapema. Kwa mfano wazo la biashara, mtu anaweza akakaa kwenye kompyuta yake akaandika, akafanya utafiti mtaani kwake, akauliza, akaona ile fursa, akaipika. Mwisho wa siku inakuwa on paper, inakuwa imeandaliwa. Hata ukimpa hela tayari vitu vyake viko scheduled. Unaona viko scheduled, na ile risk assessment inakuwa ndogo ya ile hela anayopata kama nini, kama mtaji. Lakini ukimpa mtu hela ambayo ni mtaji, si ndio hana any plan iliyokuwa scheduled, si ndio hana developed research yoyote. Unaona haja research kitu chochote, akaona hii ni fursa ya kibiashara, risk assessment ya ile hela ni kubwa. Yani ile hela umeiweka kwenye riski kubwa ya kufanikisha malengo na kurudishwa. Yes. Sawa. Lakini moja kati ya changamoto kubwa ambayo inawakumba vijana ni swala zima la ajira. Ndio. Kabla ya kuwepo kwa wizara hii tulikuwa na Wizara ya Kazi, Ajira, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Sasa tuna Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Ndio. Pengine inakwenda sasa kutatua changamoto ya swala zima la ajira kwa vijana. Sasa kwenye swala la ajira kwa ninavyoitizama wizara hii, umeona ninavyoitizama wizara hii inaweza istatue swala la ajira hasa kwa wanaoamini kwenye ajira za serikali. Unaona inaweza istatue sana, kwa sababu ajira za serikali ziko wazi, si ndio ni mtu anahitajika, watu wataomba, akihitajika mmoja wametokea 400, mwisho wa siku atachukua yule mmoja. Wizara haiwezi kucreate labda nafasi zingine, ila wizara ina matumaini makubwa sana. Umeona yani inatuonyesha mwanga mkubwa sana kwenye private sector, hasa kwa wanaopanga kufanya biashara kwa kujiajiri, si ndio, kwa kufanya miradi, kwa kutoa huduma.
wizara ile naamini itatengeneza ajira nyingi sana. Inatengenezaje ajira? Kwanza kwa kutoa elimu, si ndio? Mtu anapata elimu, anaenda anatengeneza wazo, si ndio? Lakini mkopo, umeona vijana wengi sana wakipata mitaji, tunaamini wanaweza, si ndio? Wanaweza kujikwamua. Kwa hiyo naamini sana wizara itatatua changamoto ya ajira, lakini naona hasa kwenye upande wa private sector. Lakini kwa upande wa serikali sina hakika sana. Lakini lengo la wizara hii ni kwa ajili ya vijana. Sasa kama serikali yenyewe inaamua kuanzisha wizara hii ili kuwasaidia vijana, lakini bado tena hawatanufaika na ajira za moja kwa moja kutoka serikalini, hauoni kwamba bado itaendelea kuwa ni changamoto? Hapana, sio changamoto. Yani ni changamoto ambayo unaweza nikasema unaweza ukai-accommodate, si ndio? Kuna mtu ndoto yake ni kufanya biashara, unaona, hajawezeshwa. Wizara hii ikimwezesha, ameshatimiza ndoto, si ndio? Na pia ameshapata ajira yake, si ndio? Kwa sababu lengo la kufanya kazi ni kipato, umeona. Kuna mtu hajali atafanya kazi serikalini au atafanya kazi private. Yeye anacholenga ni kwamba mwisho wa siku ninajikwamua, nakuwa self reliant, unaona, inaweza kujitegemea kwenye jamii, nalipa kodi kwa nchi yangu, na nakuwa responsible kwenye jamii yangu, unaona. Kuna watu wanachojali ni hicho tu, si ndio? Sasa kama wizara, si ndio, itawezesha vijana vizuri, si ndio, mikopo ile katumika vizuri ikarudi, maana yake unaweza kukuta ndani ya mwaka hata vijana 300,000, 400,000, 500,000, si ndio, wanakuamuliwa. Sasa sio namba ndogo, sio namba ndogo. Ukienda miaka 5, 10, 20, unaweza kukuta mmeokoa au mmeanzisha miradi mingi sana ambayo source yake ilikuwa nini? Ni wizara. Yes. Sawa. Na mtazamaji wa Mlimani TV, kwa wewe ambao unatutazama hivi sasa, ni kukumbusha tu kwamba hii ni Mlimani leo asubuhi, na hiki ni kipengele chake cha Jahara sehemu ya kwanza. Leo kubwa zaidi tunaangazia mchango wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana katika kuinua kipato kwa vijana. Niko naye Samson Marcos hapa. Huyu yeye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Upcraft, ambao kampuni inajihusisha na masuala ya usajili wa biashara, lakini pia usajili masuala mazima ya ushauri, lakini pia usajili pamoja na ushauri kuhusiana na masuala mazima ya kibiashara. Tunalichakata kwa vyema kabisa kuhusiana na kwamba wizara hii tangu kuanzishwa kwake inaweza ikawa na mchango gani kwenye kundi la vijana ambao imekuwa ni changamoto kubwa sana kwenye swala zima la ajira pamoja na mambo mengine. Bwana Samson, waziri mwenye dhamana ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana, wakati akiwasilisha mapendekezo ya bajeti bungeni, alisema changamoto kubwa inayowakumba vijana ni swala la vipaji na ujuzi. Uwepo sasa Wizara ya Maendeleo ya Vijana unakwenda kutatua changamoto ya vipaji na ujuzi kwenye kundi hili la vijana? Of course kwenye hilo eneo la vipaji na ujuzi naona pia ni fursa ambayo wizara inaweza ikatumia kama yengo ya kuwapush vijana. Unaona, kwa mfano, chukua mfano, si ndio? Mtu ana ujuzi wa kutumia AI. Unaona, wako vijana wengi ana uwezo wa kutumia AI vizuri tu. Unaona, lakini labda swala la marketing linamsumbua, si ndio? Vifaa vya kisasa ambavyo vinaweza vikaendana na teknolojia, si ndio? Maana yake ule ujuzi wake ukiwezeshwa, si ndio, inaweza ikatengeneza kipato na ikaja ikaajiri na ikatengeneza na ajira zingine. Kwenye kuwezesha hapa ndo tunawezesha kupitia mikopo ama tunawezesha? Yes, kupitia mikopo, lakini pia kuna ujuzi ambao unaendelezwa, si ndio? Kwa mfano mtu ana ujuzi wa kucheza mpira, si ndio? Asipowezeshwa, si ndio, labda akaenda kwenye shule akakutana na fursa, si ndio, zile academic na nini, unaone, yani hawezi akafanikiwa kama hata sogezwa. Ndio maana wasanii wote unaowaona, kuna watu kwenye jamii huko wanaimba kuliko wao, unaona, ambao bado hawajajulikana. Wasanii wanaoigiza, kuna watu kwenye jamii wanaigiza kuliko wao, unaona. Wataaluma unaowajua, kuna wataaluma wazuri, lakini issue ni exposure, si ndio? Wamekutana na nani, ametumiaje fursa, si ndio, amefika wapi, unaona. Kwa hiyo kuna msanii anaimba, ana kipato kizuri, anajulikana na kila mtu, lakini huku chini kwenye jamii kuna mtu anaweza akamzidi kila kitu, si ndio, kwenye sauti, sijui kucheza, kufanyaje, lakini yule hajakutana na fursa. Kwa hiyo naamini wizara, kwa sababu ni platform ya vijana, si ndio, ni platform yetu, si ndio,
itaibua vitu vingi sana vilivyojificha, hasa nini? Vipaji. Ndio taaluma zilizojificha ambazo watu watajitokeza, wataexpose kwenye jamii, si ndio? Na zitatengeneza kipato na ajira. Sawa. Na je, pengine labda kuna pengo gani sasa kati ya sera za vijana na utekelezaji wake, ambao pengine imekuwa ni changamoto kwa vijana, ambapo naamini kabisa kupitia wizara hii sasa inakwenda kuondoa hii changamoto? Sasa hapa tukizungumzia miundo ya kisera, miundo ya kisera kwa sababu ni wizara mpya, si ndio? Bado hatuna nafasi ya kuihukumu. Unaona? Yaani kwa sababu ni wizara mpya, haijatimiza hata mwaka mmoja. Ni ngumu sana kuihukumu. Ila walivyoanza, si ndio? Walivyoanza, wizara ilivyoanza, mikakati yake unavyoiona, ndani ya muda mchache wamefanya vitu vingi sana. Licha ya kuwa na uhaba wa budget, lakini wamefanya vitu vingi sana. Mimi naona wanasema the future is exciting. Yajayo yanafurahisha. Mimi ndo ninavyoamini. Kwa hiyo sera zao labda kama zisipotekelezwa, lakini zikitekelezwa kama walivyoziwasilisha kwenye bunge la budget, si ndio? Na wakitekeleza kama wanavyoeleza kila siku kwenye mitandao ya kijamii. Unaona hata kwa mfano lile wazo bora la mradi, si ndio? Wanatoa hela kwa washindi. Ila ni fursa. Kijana akipewa milioni 30, mwingine akapewa milioni 10, mwingine akapewa milioni 20. Kwa kijana wa kawaida wa Kitanzania milioni 30 ni mtaji. Umeona kabisa. Kwa hiyo naona fursa nyingi. Hapo bado watu wanasubiri mikopo ile walioomba. Hapo wametoa wazo la biashara. Nafikiri wataleta vitu vingine na vingine. Kwa sera zao bado hatuna nafasi nzuri ya kuhukumu au kusema tukosoe na nini. Lakini naona zina mwelekeo mzuri kwa vijana. Mwelekeo wake unaridhisha. Mwelekeo wake unaridhisha. Kwa hiyo sisi tunatakiwa sasa tuipe wizara ushirikiano. Tuangalie fursa zote ambazo tunaamini kupitia wizara hii, si ndio? Tunaweza tukajikwamua, si ndio? Na kuajiri pia na vijana wengine. Sawa. Lengo la taasisi, mashirika pamoja na makampuni binafsi ni kuisaidia serikali majukumu mbalimbali. Ninyi kama Applecraft Company Limited mnafanya nini sasa ili kuweza kuwasaidia vijana kuepukana na changamoto ya masuala mazima ya ajira? Sisi nafikiri kwa namna tunavyojihusisha na swala zima la kuchangia. Kwanza, kitu cha kwanza sisi pia tunalipa kodi. Unaona, tunalipa kodi. Nafikiri tunaichangia nchi yetu mapato. Hiyo ni moja. Lakini mbili, tumeajiri vijana. Unaona, tumeajiri vijana wachache, unaona, ambao wanajipatia kipato kupitia Applecraft Company Limited. Si ndio? Na yeye akipata kipato, huwezi jua na yeye huko anamsaidia nani. Unaona? Lakini tuna vijana wengi ambao tuna engage nao kwenye social media. Unaona, kwenye media wanatusaidia labda kufikisha matangazo, na yeye anajipatia kipato. Lakini mwisho wa siku sehemu kubwa ni jamii tunayoihudumia. Jamii tunayoihudumia, maana yake mtu ana fedha yake, anataka awekeze uwekezaji salama, si ndio? Kwenye biashara fulani, si ndio? Anasaidiwa kuanzia kupata elimu. Anapata elimu, hapa ili nisajili biashara hii natakiwa niwe na hiki na hiki na hiki. Na jukumu hilo mmekuwa mkilifanya. Ndio kazi yetu kubwa. Kwa hiyo unakuta tumeestablish relationship nzuri kati ya serikali au na mamlaka zake na yule mwekezaji wetu wa Kitanzania. Kwa hiyo sisi tupo pale katikati. Kwa hiyo tunamuongoza, hapana, TRA ni hivi, wanataka hivi na hivi. Asilimia zao ni hizi, si ndio? Anaenda anafanya, si ndio? BRELA wanataka hiki na hiki na hiki na hiki. Taratibu za kufuata ni hizi, anafanya. Tunakuja, bwana TAMISEMI ili wakupe leseni, unahitaji hiki na hiki na hiki. Anafanya, analipia. Kwa hiyo unakuta sisi ndo tunatengeneza mazingira mazuri kati ya yule mteja, si ndio? Na mamlaka zile ambazo zinasimamia sekta ya biashara. Sawa, mamlaka zinazohusika. Tukua tunaelekea ukingoni. Ndio. Ukipewa nafasi ya kushauri sasa, wizara hii unashauri nini ili iweze kukidhi mahitaji ya vijana wenyewe? Mimi nashauri wizara hii, kitu cha kwanza, iamini sana kwenye teknolojia. Yani kwa mfano juzi nilikuwa nasoma kitabu, Bill Gates anasema kama biashara yako haihusiani na internet, ipo hatarini. Unaona, kwa dunia ya sasa. Umeona? Yani kama biashara yako haitouch internet by any means, umeona, ipo hatarini, kwa sababu dunia inabadilika, inajiengage zaidi
kwenye internet. Kwa hiyo wizara ikubali kwamba kuna softworks ambazo zinafanywa online, si ndio? Watu wanafanya, kwa mfano nchi za wenzetu, wao hawaamini kwamba ili upate hela lazima uamke uingie ofisini. Hawaamini hivyo, si ndio? Watu wengi wanatengeneza hela, wanatengeneza maisha chumbani kwake, meza na kiti na kompyuta, amemaliza. Anajitangaza, anapata kazi, anafanya, saa nyingine anapata hela nyingi bila hata kuonana na mtu hivi. Kwa hiyo wizara yetu pia ikijielekeza kwenye teknolojia, naamini watawakuta vijana wengi sana. Unaona, kwa mfano kuna fursa za cryptocurrency. Unaona, serikali lazima ianze kudivert, ione hii fursa inatumikaje. Nakumbuka tarehe 13 June 2021 wakati Mheshimiwa Rais anazindua tawi la BOT Mwanza. Unaona, wakati anazindua ile BOT alisema kwamba au aliagiza BOT waanze kuiona fursa ya digital currency. Unaona, sasa wako vijana wengi wa Kitanzania wana participate kwenye digital currency, lakini bado wanapata ugumu wa kuielezea kwa sababu serikali bado haina sheria zinazo cover digital currency au hawana mifumo maalum inayo cover digital currency. Unaona, lakini wapo vijana wanatengeneza maisha kabisa kupitia digital currency, ila kwa sababu ya kutokuwa na elimu wengi wanaingia bila elimu, wanapoteza hela, si ndio? Basi wanaishia kuita kwamba ni scam na nini, lakini digital currency is real, watu wanafanya, wanapata pesa, ingawaje serikali yetu bado iko nyuma kwenye hilo, si ndio? Kwa hiyo tunaamini wizara pia ikiengage mwenyewe itapata vijana wengi na itainua vijana wengi. Pengine hata kwa kuanzisha academy, si ndio? Ya masuala ya digital currency na fursa zingine zote za mtandao. Kwa hiyo mimi nafikiri wizara ichukue sana swala la teknolojia very seriously, si ndio? Lakini pia sio teknolojia tu, kilimo. Unaona, watu wengi wanaofanya kilimo huko vijijini wanasahaulikaga mara nyingi. Vijana wanakimbia kilimo. Wapo wanakimbia lakini sio wote. Wapo wanaofanya kilimo kule, lakini kwanza unakuta access ya internet, hata kusikia hii fursa ya mikopo. Kwa hiyo wajaribu angalau kushusha lile tangazo, angalau likitoka kwa waziri liende paka kwa kuwa mikoa, wakuu wa wilaya, wale wa maafisa tarafa, watendaji, angalau nchi nzima wao wanajua, kama vile issue ya kupiga kura au sensa inavyokuwa. Isiishie tu kutangazwa Instagram, kwenye vyombo vya habari. Kuna watu vijijini huko, kwa ile hata ile fursa ya vijana ilivyotangazwa, kuna mtu anakuja kutafuta wakati, yani wiki mbili baada, nasikia kuna fursa, mnanisaidiaje? Unaona, naambia bana tarehe zimeshapita. Kwa hiyo unaona, lakini wangejitahidi sana kule. Watu kwenye kilimo ni sehemu ambayo una multiply, si ndio? Unapanda debe moja, baadaye unavuna gunia 10, unavuna kingi. Yes bwana. Sawa bwana Samson, tumezungumza mengi sana. Ndiyo. Kwa msaada na ushauri, ndio Upcraft Company Limited mnapatikana wapi? Okay, Upcraft Company Limited kwa yoyote anayetaka kutufikia, kuna namna nyingi za kutufikia. Kwanza ofisi zetu ziko Sinza, karibu na Afrika sana. Ndio. Yes, na pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Facebook na Instagram utatupata kwa jina la Upcraft Company Limited. Ndio. Yani Upcraft_COLTD. Lakini namba za simu ni 0755288136. Bwana, ni kushukuru sana kwa wakati wako bwana Samson. Ndio. Na nikukaribishe tena kwa mara nyingine Mlimani TV. Asante sana. Naam, mtazamaji, kila lenye mwanzo halijawahi kukosa mwisho wake. Basi Jahara sehemu ya pili na tia tamati kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa wote ambao wameshiriki kuandalia na kufikishia Jahara hii. Shukrani kwa mpiga picha wangu Fadhili Kagika na wote ambao wameshiriki. Lakini kabla sijaondoka hapa, wacha tu nikwambie kwamba tenda wema enenda zako, wanadamu hawana shukrani. Naitwa Emmanuel Mwela, asante na uwe na siku njema.